Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, mlango ni ule wa 8 mstari wa 16 hadi ule wa 23. Warumi mlango ule wa 8 mstari ni wa 18 hadi ule wa 23, na mimi nasoma katika jina la Bwana. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ukatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu ya yeye anayevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe wenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia twaugua katika nafsi zetu, tukitazamia kufanywa Bwana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Hilo ndilo neno la Bwana. Tukae. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa neema ya kuiona siku hii ya leo, lakini kipekee sana neema hii ya kukusanyika katika ibada hii mahali hapa kumwabudu Mungu wetu na kumtukuza, na hata kupata nafasi ya kumtumikia na kujifunza maneno yake ya uzima. Kama ambavyo mwinjilisti alikwisha kutangulia, sisi tumepanga kuwa katika usharika huu siku hii ya leo, lakini hatuna maelekezo. Sisi tumekuja kuabudu, tumekuja kusali. Tumesema leo tukasali pamoja na ninyi. Tumezoea kwenda sharikani kwa sababu ya huduma maalum, lakini sasa tunazo ziara ambazo tunakwenda sharikani. Jumapili mbili zilizopita tulikuwa usharika wa Murtoti, mtaa wa Chemchem, mtaa ule wa mpya. Wiki iliyopita kwa usharika wawili, mtaa wa mawasiliano, na tunalenga hasa mitaa ile ambayo tunapata mara nyingi kwenye usharika unaenda center zaidi kwa sababu ya huduma nyingi zinafanyika pale. Leo tumepanga kwenda mtaa wa veterinary, lakini kwa sababu kule tuliambiwa ibada kubwa ni ya saa 4, basi tukasema tuingie hapa ibada ya asubuhi, baadaye tuelekee kule mtaa mwingine kwa ajili ya ibada. Lakini lengo letu kwa kweli ni kufika kuabudu na kusali na ninyi na kuambia tu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi hii. Pengine baadaye katibu atapata nafasi ya kusimama na kutoa salamu fupi za jimbo, lakini la kwetu ni hiyo kwamba tumefika kuabudu na kusali pamoja na ninyi. Na kama nilivyosema mwinjilisti, katika ziara hizi pia ni kwa sababu haziko kwenye mpango wa wachungaji, tunawaweka wachungaji huru kwa kweli. Na kwamba kama wana programu walikuwa wamepanga mtaa mwingine, wewe kuwa na amani, sisi tutafika, tutaabudu, tutaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hata Jumapili iliyopita ule usharika wa wawili mtaa nilisali, kimsingi tulikuwa na mchungaji wa mtaa kwa sababu na mwinjilisti wa mtaa, kwa sababu mwinjilisti mchungaji alikuwa na program nyingine alikuwa ameipanga pale center. Lakini mahali pengine nilifika kuabudu tu, wala si kuhubiri, kuabudu. Na kwa hiyo niliingia ibadani, tukakaa, tukaabudu, tukasali, tukapata nafasi ya kusalimu, tukasalimu, tukaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi turudi katika neno, lakini wapongeze sana kwa ibada nzuri na kwa shughuli mbalimbali ambazo mnaendelea kuzifanya, na kila tunapokuja kwenye usharika huu hatuache kukuta jambo jipya linaloendelea.
Mbarikiwe sana na Bwana. Amen. Na Mungu abariki kazi ya mikono yenu. Amen. Basi wapenda, turudi kwenye somo letu la leo. Kama ambavyo tumesikia, leo ni Jumapili au ni Jumapili ya tatu kabla ya maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Kwa hiyo bado tunatembea katika majira ya Kwaresma, tunapoendelea kutafakari safari ya ukombozi wetu, safari ya mateso, kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo yalilenga kutukomboa mimi na wewe. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha kipekee kabisa, ni kipindi cha kipekee sana, na katika upekee wake basi tuone sababu ya kila siku kutafakari juu ya mahusiano yetu na Mungu. Tafakari juu ya mahusiano yako na Mungu, maana hii ndio maana ya Kwaresma yenyewe. Katika masomo haya tuliyoyasikia, ile somo la pili la kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, tumepewa mistari 6, lakini ungeweza kusoma mlango mzima wa kwanza na wa pili wa kitabu cha Mwanzo, ambao unazungumza habari za Mungu muumbaji. Tunazungumza habari za Mungu aliyeumba na kuratibisha ulimwengu mzima. Kwa hiyo Mungu ndiye muumbaji wetu, ndiye aliyeumba vitu vyote, ndiye aliyeumba mbingu na nchi, na yeye ndiye aliyeratibisha utaratibu mzima, ni kipi kikae wapi, majira ya wenge, kwa jinsi alivyopenda yeye. Lakini kusoma Mwanzo 1 na Mwanzo 2, Biblia inakiri kwamba Mungu alivyoumba ulimwengu, alipoutazama aliona ni ulimwengu mzuri sana. Yote vilikuwa vyema, yote vilikuwa vyema. Na ukisoma utaona kwamba baada ya Mungu kuumba ulimwengu, aliukabidhi chini ya uongozi au umiliki au utunzaji wa mwanadamu, akifanya chini ya uangalizi wa Mungu. Kwa hiyo kwa Mungu muumbaji, alafu akaumba mwanadamu akawekewa kutunza na kuutiisha ulimwengu na jinsi Mungu alivyoumba. Lakini kusoma ile mlango wa pili mstari wa 15, tunaona kwamba mwanadamu anakabidhiwa ulimwengu, lakini anaambiwa pamoja na kuutumia, lakini hakikisha kwamba anautunza, alime na kutunza. Na sababu ya kutunza ni ili kuondoa uharibifu usionekane, uharibifu usiwepo, mabadiliko kwa jinsi ambavyo Mungu aliufanya ulimwengu yasionekane, ulimwengu uendelee kubaki kama ambavyo Mungu mwenyewe aliufanya. Katika sehemu lile la kwanza, Zaburi ile ya 19 mistari 6 tuliyoisoma, inaelekeza utukufu kwa Mungu. Huyu Mungu ambaye tumezungumza habari zake katika uumbaji, amefanya mambo haya yote, ameumba hivi vyote, ameratibisha hivi vyote, maajabu haya ya ulimwengu. Na kimsingi tunasema ulimwengu mzuri sana na uliopangika vizuri sana. Wakati huo Mungu alipouumba na kuratibu, huyu Mungu ndiye anayestahili tukufu na kutukuzwa kwa kazi kubwa aliyoifanya. Lakini hata viumbe vyenyewe uratibisha hali halisi ya ulimwengu ilivyo. Mwimba Zaburi anasema inamtukuza Mungu, viumbe vinamtukuza Mungu, hali halisi ya ulimwengu inamtukuza Mungu. Na anatoa mfano wa moja ya vitu alivyo viumba, jua, ambalo kwa desturi za makabila mengi na hata nchi kadhaa hata za zamani, katika miaka ya zamani au miaka ya nyuma, vilifananisha jua na Mungu,
na wakati mwingine vilitolewa ibada hata kwa ajili ya jua, kwa kuona jua ni moja ya vitu vikuu sana ambavyo Mungu aliviumba. Lakini mwimba wa Zaburi anasema pamoja na kwamba wanadamu walitukuza jua, lakini hata hilo jua limeumbwa na kuwekwa na Mungu, ratiba yake iendeje, ichomoze, lipite, litazame, mzunguko mzima na majira yote yanayosababishwa na mzunguko wa jua na dunia. Basi anasema hivi vyote ni Mungu amevifanya. Kwa hiyo kama watu walijua kutukuza jua na kuliheshimu na kulitolea ibada, basi sisi tujue kwamba Mungu ni zaidi ya hayo. Mungu anastahili zaidi ya hayo. Kwa kama ni kumtukuza Mungu, ni kumsifu Mungu, ni kumwabudu Mungu, ni zaidi ya jinsi makabila na mataifa ya zamani yalivyotoa ibada kwa jua. Wapendwa ndugu zangu, katika somo hili la tatu tulilolisikia, Mtume Paulo akiandika kwa kanisa la Roma, kitabu cha Warumi kinazungumza habari ya wokovu, habari ya wokovu. Na tunapozungumza habari ya wokovu, maana yake mwanadamu aliingia katika uharibifu. Maana yake mwanadamu aliingia katika uharibifu baada ya kuumbwa mwanadamu mwema kamilifu na kutawalishiwa ulimwengu au miliki na kuutunza. Ukienda Mwanzo sura ya 3 unaona anguko la mwanadamu. Adamu anaanguka katika dhambi. Alipewa masharti, alipewa sheria, alipewa taratibu, alipewa maelekezo na Mungu, lakini akashindwa kusimama katika maelekezo yale, naye akadanganyika, akaanguka. Na tunaona kilichotoka, matokeo ya anguko lake. Kwanza yeye mwenyewe anatengwa na uso wa Mungu, anaondolewa kwenye bustani, anaondolewa kwenye umiliki. Lakini si yeye tu, tunaona hata uumbaji wenyewe unatamkiwa laana. Na ndio maana aliambiwa na ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Maana yake zile baraka na aina ya maisha ambayo mwanadamu aliumbiwa na Mungu, alikuwa anakusudia Mungu baada ya anguko, si hayo maisha mwanadamu atakayoyaishi. Maana anatembea sasa katika ulimwengu uliolaaniwa. Kwa lazima tutegemee mabadiliko kwa ameendelea hivyo. Lakini katika somo hili la Warumi, Mtume Paulo anazungumza habari za Mungu ambaye anaingilia kati kuleta mabadiliko au uumbaji mpya. Kwa njia ya Yesu Kristo, Mungu analeta uumbaji mpya. Mwanae Yesu Kristo anakuja ulimwenguni ili aingilie kati upotevu wa mwanadamu, alete ukombozi kwa mwanadamu, lakini kwa sharti hili moja, kwamba bado ulimwengu unabaki umelaaniwa. Mwanadamu huyu anaendelea kuishi katika ulimwengu huu uliokwisha kulaaniwa, lakini katikati ya ulimwengu uliokwisha kulaaniwa iko pia neema ya Mungu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya ulimwengu uliolaaniwa, bado mwanadamu analetewa fursa ya kumrudia Mungu, na kwa kufanya hivyo atakubaliwa tena na Mungu. Anazungumza habari ya kufanywa tena wana. Kwa njia ya dhambi tulivuliwa wana wa Mungu. Kwa njia ya dhambi, kwa njia ya uasi, tunavuliwa vazi la kuitwa sisi ni wana wa Mungu. Lakini kwa njia ya kumrudia Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, maana yake tukubali wokovu na ukombozi, tunarudishiwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana anazungumza kwenye Yohana, wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na wao ndio wale ambao wanaoliitia jina la Bwana. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, dhambi ni uharibifu. Dhambi inaleta uharibifu. Uasi unaleta uharibifu, na matokeo ya dhambi ni mabaya sana kwa maisha ya wanadamu, mwanadamu. Dhambi, uasi umetuletea laana, na sasa tunaishi katika ulimwengu wa laana. Na Mtume Paulo ukisoma katika somo hili anasema hata kama tukimwamini huyu Yesu, tukimkubali huyu Yesu, tunarudishiwa wana wa Mungu kweli. Lakini haituondoi kwamba tuko ulimwenguni. Haikuondoi kuwa ulimwenguni. Unakuwa ni mwana wa Mungu, lakini unaishi kwenye ulimwengu ambao nao unatembea na fimbo ya laana. Na kama tunatembea katika ulimwengu ambao ndani yake kuna fimbo ya laana, tafsiri yake huyu mtu wa Mungu, Mtume Paulo anazungumza, anasema haachi kukutana na bugudha na adha za hapa ulimwenguni. Haachi kukutana na bugudha na adha za hapa ulimwenguni. Na ndio maana Yesu akijua hili aliwaambia wanafunzi wake, siwaombei kwamba muondolewe kwa sababu mmeniamini, ninyi mhamishwe kwenye ulimwengu wenye laana, wenye dhiki, wenye shida, wenye mahangaiko, wenye mateso ya kila namna. Siwaombei kwamba muondolewe katika ulimwengu huu. Nitaendelea kuishi katika ulimwengu huu, lakini nina maombi yangu kwa Mungu ni kwamba Mungu awalinde na yule mwovu. Mungu atulinde na huyo mwovu. Kwa hiyo wapendwa, tunaishi na kama mwovu yuko huku na anatenda kazi yake, na umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na umerudishiwa uwana au vazi la uwana wa Mungu, haimaanishi kwamba hapo utaishi maisha ya furaha. Na ndio maana anazungumza habari ya taraja. Tunazungumza habari ya taraja. Tunaishi hapa duniani kwenye ulimwengu wenye dhiki, kwenye ulimwengu wenye taabu. Tutakutana na fimbo, lakini tusimame imara katika imani. Bwana asifiwe. Tunapaswa kusimama imara katika imani, katikati ya vurugu hizi za ulimwengu, katikati ya hizi fujo za ulimwengu, katikati ya hizi dhiki za ulimwengu, lakini bado uonekane kama mtoto wa Mungu. Endelee kuonekana kama mwana wa Mungu. Dhiki na adhabu na masumbufu ya hapa ulimwenguni yasiwe sababu ya wewe kurudi nyuma katika imani. Unapopigana vita hivi vya imani, mtoto wa Mungu, katikati ya fujo hizi, Mtume Paulo anakaza, anasema ukaze macho, utazame ile taraja yetu kule mbele. Na kwa hiyo anasema Mtume Paulo katika somo hili kwamba wokovu kamili na matunda ya wokovu kamili, hapa tutayaonja matunda ya ukombozi kwa sehemu, lakini ukamilifu wa matunda ya wokovu wetu ni baada ya maisha haya kupita, na hilo ndio taraji letu. Mtume Paulo anakaza sana akisema tusimame imara, kwa sababu kule mbele ndiko tutakapokutana na matunda ya urithi wetu, yaani uzima wa milele. Kule tutakuwa tumeondokana na taabu na adha, na kule tutaishi kama washindi, kama kweli tulimuishi Kristo katika maisha haya, hata pamoja na kwamba tumekutana na dhiki za kila namna. Kwa hiyo dhiki, mahangaiko ni sehemu ya maisha ya viumbe, na ndio maana anasema vinaugua, vinalia,
katika ulimwengu huu, kwa sababu fimbo ya udhalimu ilikwisha kutupwa ulimwenguni kwa sababu ya uasi wa mwanadamu. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, ndio maana tunaambiwa tuvipige vita vilivyo vizuri. Sasa unahitaji kupigana vita kama kuna amani. Unahitaji kupigana vita kama kuna amani. Mtu akikwambia pigana vita, maana yake hakuna amani. Hakuna amani. Kwa hiyo lazima tuvipige vita vya imani vizuri. Tukaze mwendo. Mtume Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Hicho ndicho anatukazia Mtume Paulo katika somo hili, kwamba vita vipo, dhiki za ulimwengu zipo, mahangaiko yapo, lakini tusimame imara katika imani, tuilinde imani, tupige vita vizuri, tukaze mwendo, tukijua ya kwamba baada ya safari hii, Mtume Paulo naye anasema kwamba ninatarajia kuvikwa taji ya utukufu isiyonyauka, na anasema si yeye peke yake, ni pamoja na wale wote wengine wateule wa Mungu. Wapendwa ndugu zangu, katika somo hili pia Mtume Paulo anaoanisha sana analeta mahusiano, malinganisho au mahusiano yaliyoko kati ya mwanadamu na muumbaji wa Mungu. Yako mahusiano ya karibu sana kati ya mwanadamu na muumbaji wa Mungu. Mtume Paulo anafundisha katika somo hili akisema kuna mahusiano makubwa sana. Adamu kabla hajaasi pale kwenye bustani ya Edeni, kabla ya kuasi, alikuwa anaishi kwenye ulimwengu mzuri sana, mkamilifu, usio na hitaji. Mahitaji yote yake yote yalipatikana pale alipokuwa. Lakini baada ya kuasi, kwa hiyo mwanadamu akiwa mkamilifu mbele za Mungu, akaishi maisha mema na ya uaminifu, uumbaji nao unapata raha. Bwana asifiwe. Baada ya mwanadamu kuasi, Adamu kuasi, ulimwengu, viumbe, uumbaji wa Mungu nao ukapata shida, ukalaaniwa, ardhi ikalaaniwa. Sasa ardhi ndio chimbuko la karibu kila kitu. Wanyama, ndege wanapata mahitaji yao kupitia ardhi. Sisi tunapata mahitaji yetu kupitia ardhi. Sasa kama ardhi imelaaniwa, tutaishi maisha magumu sana. Lakini ardhi laaniwa ni matokeo ya uharibifu, ya anguko, ya uasi aliofanya mwanadamu. Ni matokeo. Kwa hiyo uharibifu wa mwanadamu, uasi wa mwanadamu unaleta matokeo mabaya kwa uumbaji wa Mungu. Kwa uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo katika somo hili utaona Mtume Paulo amewaanisha hilo. Mwanadamu akiwa mkamilifu na mazingira na uumbaji wa Mungu, unakuwa mwema, unakuwa mkamilifu, unakuwa haupati shida. Mwanadamu akiasi, matokeo yake yanaonekana pia mpaka kwenye viumbe, mpaka kwenye uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza habari za uharibifu wa mazingira, anapozungumza Mtume Paulo hapa kwamba na viumbe vinalia kwa sababu yuko mwanadamu aliyeasi, na matokeo yake anaadhibiwa yeye na viumbe vinaadhibiwa na uumbaji wa Mungu unaadhibiwa. Kwa hiyo tunapozungumza sasa, na dunia inapiga kelele sana juu ya uharibifu wa mazingira. Juu ya uharibifu wa mazingira. Kwamba mazingira, ulimwengu alioumba Mungu
uko tofauti, umeharibiwa sana. Inaonyesha ni kwa jinsi gani mwanadamu na yeye ameharibu mahusiano yake na Mungu. Mwanadamu aliyeharibu mahusiano yake na Mungu anakuwa mtu katili kwake mwenyewe, kwa wanadamu wenzake, lakini hata kwa viumbe vingine, kwa uumbaji mwingine anakuwa katili. Na anazungumza Paulo hapa katika somo hili kwamba na viumbe vya Mungu vinatarajia sana, kama ambavyo na sisi tunasema kama tumekubali kuwa wana wa Mungu, tunalo tarajio baadaye kufunuliwa ukombozi kamili na ufaidi kamili wa uumbaji wa Mungu. Ndivyo na viumbe navyo vinatarajia, lakini vinategemea sana huyu mwanadamu, havina la kufanya. Na tena tunasema viumbe au uumbaji wa Mungu haukuwa na uchaguzi. Mtume Paulo anasema hapa, haukuwa na uchaguzi wa kuamua kwamba niharibike au nisiharibike, lakini maadamu mwanadamu alikwisha kuharibika na uumbaji wa Mungu unaharibika. Unatarajia sana, anazungumza Mtume Paulo hapa kwamba mwanadamu akiwa mkamilifu na yeye akiwa anatarajia hilo kwamba mwisho mwanadamu huyo asione uharibifu kwa kukombolewa na Yesu Kristo, na viumbe navyo vinatarajia hivyo. Kwa wapendwa ndugu zangu, tunao nafasi kubwa sana ya kufanya ulimwengu uwe mzuri au ulimwengu uwe mbaya. Mazingira yawe mazuri, ya kufaa, ya kuvutia, mahali pazuri ambapo mtu akitaka kuishi atafurahi, au kufanya ulimwengu kuwa mahali pagumu pa kuishi. Wapendwa ndugu zangu, tunafunguliwa na neno hili kwamba siri pekee ya kufanya ulimwengu uwe mahali pazuri pa kuishi ni watu wamtafute Mungu kwanza. Kelele inaopigwa nyingi sana na hamasa na fedha nyingi zinamwagwa kila mahali kwa habari ya kutunza mazingira. Elimu inatolewa, semina zinatolewa, fedha nyingi zinatolewa kwa ajili ya kuboresha, kuokoa mazingira ambayo yamefika mahali pagumu. Lakini tunafunguliwa siri iliyokuu hapa katika somo hili kwamba siri namba moja, tukitaka kurejesha mazingira yafai kwa maisha ya mwanadamu, uharibifu upungue, vilio vipungue vya ulimwengu, vya uumbaji wa Mungu, vya viumbe na wanadamu, siri iko katika kumtafuta na kumjua Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Siri iko hapo. Na Mtume Paulo hapa anazungumza habari ya Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani ya kanisa kama ulimwengu mpya. Yesu ameleta uumbaji mpya. Kanisa ni ulimwengu, ni uumbaji mpya. Nini kinachotegemewa katika uumbaji mpya? Ni watu wamjue Mungu, ni watu wamwamini Kristo, na kwa ajili hiyo wayatende yaliyo makusudi na mapenzi ya Mungu. Kilichoharibu uumbaji wa Mungu na kuleta laana ni mwanadamu kuondoka kwenye mapenzi na makusudi ya Mungu. Yesu anapoumba dunia kwa upya kwa njia ya kifo, mateso, kufa na kufufuka kwake, atubadilishe fikra zetu, atubadilishe, ubadilike tabia, ubadilike mwenendo. Ukiwa mwana wa Mungu, unayemtii Mungu, utaipenda dunia, utaipenda dunia kwa maana ya uumbaji, utautunza pawe mahali pazuri panapofaa. Kwa hiyo uhusiano ni muhimu sana wa mwanadamu na mazingira, wa mwanadamu na uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza habari za uharibifu wa mazingira
kwamba unazidi, maana yake wala usipime kuangalia tumeharibu mazingira kiasi gani. Ukisikia kelele zinaongezeka za mazingira yameharibika, wewe jua tu kwa njia rahisi kwamba basi ulimwengu unaendelea kwenda mbali na Mungu. Watu wanaendelea kuondoka na kwenda mbali na Mungu. Na watu wanazidi kwenda mbali na Mungu, ndio na uharibifu unavyoongezeka. Ndivyo na uharibifu unavyoongezeka. Wapendwa ndugu zangu, katika tunapotafakari majira haya ya Kwaresma, tunaye Roho Mtakatifu, pamoja kwamba tunaishi kwenye ulimwengu huu ambao una dhiki nyingi, viumbe vinalia, wanadamu wanalia, tunaishi katika mateso, lakini tujue yuko Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza, ambaye anatutia moyo, ambaye anatusaidia kushinda vita, kushinda dhiki, kushinda mateso, kushinda mahangaiko. Tutembee hivyo mpaka tufike mwisho wa safari yetu salama. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Na yahesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu. Ninaishi nikijua, ishi ukijua ya kwamba unaishi katika ulimwengu huu wenye mateso na dhiki nyingi sasa, lakini hesabu hayo mateso na dhiki kuwa si kitu, kwamba kikufanye wewe umwache Kristo wako, uikane imani yako, urudi nyuma kimahusiano na Mungu. Si kitu. Uko utukufu utakaofunuliwa baadaye. Na hiyo ndio amezungumza habari ya taraji yetu. Taraji yetu, tunatarajia utukufu mkamilifu, utukufu mkamilifu, ukombozi mkamilifu, ambao baada ya hapo hutaona mateso, hutaona dhiki. Huo ni ukombozi mkamilifu, huo ni utukufu mkamilifu. Unaweza kukombolewa sasa, unaweza kukombolewa katika ulimwengu huu, lakini huo sio ukombozi mkamilifu, maana pamoja na wokovu wako lakini hutaacha kukutana na mahangaiko. Anasema usihesabu hayo kuwa ni kitu, bali utukufu, uko utukufu utakaofunuliwa kwetu sisi sote tunao tumaini. Na hapa Mtume Paulo amezikaza sana habari ya wana wa Mungu, wana wa Mungu, wana kanisa wakamilifu, waliosimama imara katika imani, wanaoitetea na kuilinda imani yao. Kanisa likisimama vizuri, watu wakisimama vizuri, na hata viumbe vingine vitaona furaha. Wapendwa ndugu zangu, somo hili lituitie moyo na kutuimarisha katika imani. Tumtafute Mungu, tumtafute Yesu. Hakikisha unaye Yesu. Kwaresma hii isipite ukaonekana kuwa mtu wa kawaida. Kwaresma hii ikupe nafasi ya kutafakari mahusiano yako na Mungu. Umekaa umbali au karibu kiasi gani na Mungu muumba wako? Iko nafasi tena ambayo Mungu amefungua kwetu baada ya kupigwa na kutengwa na kutupwa nje ya bustani, na kutengwa na uso wa Mungu, na kutengwa na utukufu wa Mungu. Kwa njia ya Yesu Kristo, Mungu analeta uumbaji mpya. Ameleta uumbaji mpya. Na katika uumbaji huu utume kuleta mabadiliko katika maisha yetu ya kila siku. Maisha ya uasi yaondoke kwetu. Maana tumeona maisha ya uasi ni balaa. Uasi au dhambi ni shida, ni balaa. Balaa lote tunalokutana kwenye ulimwengu huu. Tunaposikia watu wanahangaika, wanalia, hata vita, watu wanauana, hata magonjwa na mambo kama hayo, ni matokeo ya uasi wetu kwa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tukijua kwamba uasi ni balaa, hebu Mungu atusaidie kila wakati kutafakari vyema mahusiano yetu na yeye,
na uumbaji huu mpya ambao Mungu ameuleta kwa njia ya Yesu Kristo, basi ukapate kutusaidia, na tumeambiwa kwa Roho Mtakatifu wa kututia nguvu, kutuimarisha, kutembea na kuenenda salama katika maisha haya. Na Mungu anibariki neno lake na kutubariki sisi sote, ili Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi ndani yetu na wokovu wake upate kutufikia, lakini tukitaraji sana ule wokovu mkamilifu ambako neno la Mungu linatuambia huko hakuna mateso, hakuna mahangaiko, hakuna kulia. Hilo ndilo taraja letu, na Mungu atupe kufika huko. Amen. Hope living stone.